Ukitaka kumnasa mchawi au chochote cha giza kilichotumwa ndani yako kinaswe, yani kikamatwe, na upate kuona kwa madhihiriko ya macho, basi fanya maombi haya. Nguvu za giza au nguvu za kichawi huwa zinafanya mambo yake katika ulimwengu wa roho, lakini huwa zinaweza zikatumia viumbe au wakati mwingine miili yao, lakini katika namna ya kimwili unaweza usione. Kitu cha muhimu ambacho nataka ni kuombee kwanza macho yako. Macho yako nikiombea yakiweza kupata ujasiri wa kuona vinavyoendelea sirini, manake vile vitu vitadhihirika katika namna ya mwili. Mchawi ukishamuona katika ulimwengu wa roho ni rahisi kumuonesha au kumfanya adhirike katika mwili. Kuna vitu ambavyo vinatumiwa na nguvu za giza, vingine vinaonekana ni vya kawaida kwenye macho, kumbe vinatumiwa na nguvu za giza, kumbe vinatumiwa na wachawi, vinatumiwa na uharibifu vya maadui. Ni vitu vya kiwakala vya kipepo ambavyo vimewekwa ili viweze kutuchanganya au kutufanya tusiweze kuelewa. Na ubaya sana, shetani anaweza kukufanya kitu ukawa umekiona kabisa, lakini ukawa nawaza ni ndoto au ni zaidi. Kwa maana hiyo anakupumbaza uweze kusahau na usikumbuke kwamba ni kitu zaidi au ni kitu ambacho kinaendelea kwenye maisha yako. Na ukiona kwamba kama ni ndoto, utachukulia ni kitu cha kawaida, lakini kumbe ni kitu ambacho kilikuwa kinaharibu maisha yako. Adui amekamata ufahamu wako, ameuteka, amekufanya uone kwamba ni kitu cha kiroho. Maombi ambayo naenda kukuongoza leo yataenda kukuonyesha, yataenda kufichua, yataenda kuvumbua, yataenda kuonyesha ni mchawi gani anayetesa maisha yako, ni adui gani anayekutesa, ni kitu gani ambacho kinaendelea kwa siri ambacho wewe ulikuwa ukioni. Baada mambo haya au maombi haya utaenda kukiona kwa jina la Yesu. Tupitie mahali kidogo kwenye Biblia. Kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura 13. Biblia inazungumza kwamba kulikuwa kuna mtu aliyekuwa mchawi, yani mchawi ambaye alikuwa ni nabii, na alikuwa ni mchawi mwenye nguvu, na alikuwa anafahamika kwa matendo yake mengi maovu, lakini alikuwa ni nabii na ana jina kubwa. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura 13 ukianzia mstari wa 6, Biblia inasema kwamba walipokwisha kupita katikati ya kisiwa chote mpaka Pafo, wakaona mtu mmoja mchawi, nabii wa uongo, Myahudi, jina lake Bar-Yesu. Huyu Bar-Yesu alikuwa ni mchawi na alikuwa anasifika kwa matendo yake na matukio yake mengi, na alikuwa yupo kwa ajili ya kupotoa, yani kwa ajili ya kuzuia watu wasiokolewe, watu wasifunguliwe, watu wasiponywe, watu wasikutane na muujiza. Wachawi hao wapo kwa ajili ya kuzuia wewe usifunguliwe, wapo kwa ajili ya kuzuia wewe usipate majibu yako, wapo kwa ajili ya kuzuia wewe usiendelee, wapo kwa ajili ya kuzuia watu wasifunguliwe. Unakuta wanaharibu, hata kwenye makanisa unakuta wachawi wapo wanang'ata meno, wanasigina ili watu wasifunguliwe, ili watu wasipokee. Wanaharibu miujiza, wanaharibu watu wasifunguliwe. Lakini Biblia inasema kwamba wakati amefanya mambo hayo kwa muda mrefu, na tunaona kuna muujiza ambao Mungu aliufanya katikati ya kipindi hicho, na kati ya muujiza ambao unaweza kainua imani yako, tutasoma mstari wa 8. Anasema, lakini Elima yule mchawi, maana ndio tafsiri ya jina lake, akashindana nao. Wachawi wanashindana, kumbe wanapambana na sisi, akitaka kumtia yule liwali moyo wa kuiacha ile imani. Wachawi wanaweza kukufanya uiache imani, wanaweza kukufanya uache maombi, wakakupa moyo mwingine, wakakupa mawazo mengine, wakakupa kukata tamaa. Ukaona wakati mwingine umepanga kuomba, wakaja kuharibu ratiba, ukasikia uchovu, ukasikia usingizi. Unaomba unasikia kupiga miayo, unataka uombe unasikia nguvu huna. Utaona ratiba zimeharibika, au kimekuja kitu kingine kimeharibu ratiba ya maombi. Kumbe wao wanaweza kumfanya mtu aiache imani. Lakini Sauli ambaye ndiye Paulo, akijaa na Roho Mtakatifu, Paulo alipojawa na Roho Mtakatifu alifanyeje? Akamkazia macho. Manake Paulo akuogopa, alimkazia macho. Kumbe kuna mahusiano makubwa kati ya macho yako na vitu vinavyoendelea katika ulimwengu wa roho vya siri. Na ni nini wanachokifanya? Wanapiga kiini macho wewe usione, usielewe. Na kama hautaona na hautaelewa kwa macho ya kiroho, macho yale ambayo hayaoni kwa namna ya mwili tu, yanaenda mpaka katika ulimwengu wa roho, wanaweza kukufanyia chochote bila wewe kujua. Sasa leo ninaenda kukuombea Mungu ayageuze macho yako ukaone. Mungu ayafungue macho yako ukaone na ukapate ujasiri kwenye macho. Kumbe macho yana mahusiano na kumzofisha mchawi. Macho yana mahusiano na kuzofisha nguvu za kichawi. Macho yako yana mahusiano makubwa. Kuna watu wanaonaga vitu lakini wanapumbazwa, wanapotezwa, baadaye vile vitu wanakisahau, au wanaona kama ilikuwa ni ndoto, wanaona ilikuwa ni kawaida tu, na anasahau kabisa, anashindwa kufanyia kazi. Mungu atayafungua macho yako, utaenda kuona na utaenda kuyafanyia kazi, na vitazirika na watu wengine wataona katika jina la Yesu. Biblia inasema kwamba akasema, ewe mwenye kujaa hila na uovu wote, mwana wa Ibilisi, adui wa haki yote, uachi kuzipotoa njia za Bwana zilizonyooka.
basi angalia mkono wa Bwana huu juu yako, nawe utakuwa kipofu usione jua kwa muda. Mara kiwi kikamwangukia na giza, akazunguka akaanguka, akatafuta mtu yule, akamshika mkono, akatafuta mtu wa kumuongoza. Na Biblia inasema kwamba alikuwa ameandaliwa kwa ajili ya kupotoa njia za Mungu. Yule mchawi alikuwa anafanya kupotoa njia za Mungu. Kumbe wachawi wapo kwa ajili ya kupotoa. Tunaomba, wao wanakuja wanaharibu maombi, wanavuruga maombi. Unaombewa, wakati wa kufunguliwa ukifika, wanakuja wanapanda mapando mabaya. Leo wanaenda kukamatwa, leo wanaenda kunasa. Iwe anatumia mnyama, anatumia ndege, anatumia chochote kile cha giza ili kukufunga usimuone. Maombi haya na imani ya leo itaenda kumtafuta huko aliko. Utaenda kuona, macho yako yatafunguliwa, fahamu zako zitafunguliwa, akili yako itaongezeka, utaenda kuona vya sirini. Nasikia uwepo wa Mungu, nasikia nguvu ya Mungu, nasikia kuna mtu mmoja ambaye Mungu amekukusudia siku ya leo. Utaenda kuona mkono wa Bwana, utaenda kufunguliwa. Nisaidie sasa kuyakamata macho yako. Sema, Bwana Yesu, ninayaombea macho yangu yakaone vitu vinavyoendelea kwa siri. Macho yangu yaone, naondoa giza na ukungu. Napokea macho ya kiroho, nikaone vinavyoendelea kwa siri. Na yoyote anayetumika kunidhuru, ninaomba unipe akili ya kumkumbuka na kumuelewa. Macho yangu pokea kufunguliwa, pokea nuru katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Toa mikono yako, rudisha kwenye macho mara 7. Mara ya kwanza kwa damu Yesu, kwa damu Yesu, fikisha mara 7. Yani unakuwa unatoa mkono unarudisha kwenye macho, unatoa mkono unarudisha kwenye macho. Mungu anakuhamisha katika ulimwengu wa roho. Nami nakuhamisha kwa jina la Yesu. Macho yako yasiwe ya kawaida, ukaone kitu ambacho ulikuwa ukioni kwa muda mrefu, au ulikuwa unakiona cha kawaida. Mungu akakupeleke kwenye kiwango kingine, ukaone vya siri vilivyokuwa vinaendelea kwenye maisha yako, vinavyokuzuru, vinavyoharibu maisha yako. Wachawi wote wanaokuja kwa njia ya ndege, wanaokuja kwa njia ya wanyama, wanaokuja kwa njia chochote, wakamatwe na ilizi zao, wakamatwe na uchawi wao, wakamatwe na vitu vyao. Mchawi yote anayepita kwenye njia yako, anase akamatwe. Natuma moto kwa jina la Yesu, na achilia nguvu za kimungu. Natuma mwanga mkali ukafichue vya sirini, natuma mwanga mkali ukafichue vya sirini katika jina la Yesu Kristo aliye hai, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Haya, sasa wakati wa kuomba, umeshaomba namna hiyo, tunaingia kwenye kukamata njia zote 4, pande zote 4. Anza upande wa kwanza, nenda upande wa pili, nenda upande wa 3, upande wa 4. Kamata njia zote. Amuru katika ulimwengu wa roho, yote atakayepita kwenye njia hizi 4 katika ulimwengu wa roho, iwe ni kaskazini, kusini, mashariki, magharibi, akamatwe na aonekane. Nguvu zake zote ziisiwe nguvu. Achilia mwanga wa kimbingu, mwanga mkali. Yesu anasema mimi ni nuru ya ulimwengu. Akaangaze palipokuwa na giza, akaangaze kwa jina la Yesu. Ninakuombea sasa, anza unaomba upande wa kwanza, unaenda upande wa pili, upande wa 3 kwa imani. Unaamuru njia zote, unazikamata na kuziteka. Baba, tumekuja mbele zako, nateka njia zote 4 katika ulimwengu wa roho. Njia ya kusini, njia ya kaskazini, njia ya mashariki, njia ya magharibi, na ikamata kwa jina la Yesu. Naziteka nyara. Yeyote atakayepita kwenye njia hizi, yeyote atakayepita kwenye malango ya mtu huyu, kwenye anga la mtu huyu, kwenye chochote cha mtu huyu, naweka ulinzi wa kimungu na namnasa kwa maombi, akamatwe na vitu vyake vikamatwe, akamatwe kwa jina la Yesu. Hivyo vitu vidhihirike, vikamatwe. Natuma nguvu ya Mungu, nabadilisha maombi haya sio kawaida, na waachilia malaika wa moto, naachilia malaika wa moto, naachilia malaika wa mbingu washuke, wakanase wachawi, wakanase waganga, wakanase nguvu za giza, wakanase watesi. Mtesi yote anayekutesa, anayekujia kwa uganga wake, anayekujia kwa uchawi wake, Mungu yafungue macho yake. Pande zote hizo tunazikamata. Njia zenu zikawe kiza na utelezi. Popote mtakaposema mnakimbia, mkateleze, mkakamatwe, mkateleze, mkanaswe. Naswa kwa nguvu za Mungu. Anga lote nalikamata. Naingia kwenye njia zenu za kiroho, naingia kwenye njia zenu za kiroho. Mkifika kwenye hatua au kwenye maeneo ya mtu huyu, mafuta yenu yakaishe, madamu yenu yakaishe, uchawi wenu ukaishe, mkaishiwe nguvu. Na amuru muishiwe nguvu. Mkifika mahali kwa mtu huyu, mkifika kwenye eneo la nyumba, kwenye eneo la chochote, na amuru muishiwe nguvu kwa jina la Yesu. Natamka maneno haya na yasindikiza na malaika. Maneno yasiende bure, kama vile neno la Mungu linavyosema kwamba neno la Mungu halitarudi bure, halitamrudia bure, lazima litatimiza mapenzi yake. Nami naamuru kwa tamko hili na kwa maneno haya, natamka kwa mamlaka ya jina la Yesu, natamka kama mtumishi wa Mungu, natamka kama nabii wa Bwana, ya kwamba yeyote anayetumika na adui ili kudhuru maisha yako, anayepita kwenye njia yako yeyote, anayepita kwenye njia yako yoyote,
yoyote anase sasa, akamatwe sasa. Na achilia ulimbo wa moto, na achilia ulimbo wa moto, na achilia mtego wa moto, na achilia mtego wa kiroho. Wakamatwe, wanase, wazirike na waishiwe nguvu, na wapiga nguvu zenu, na piga mabawa yenu, na piga mnaowatumia kama nguvu zenu, kama madawa yenu. Na amuru moto hiyo mnaofanya kama kificho, mapumbazo mnaoyafanya kama mapumbazo, na yaondoa kwa jina la Yesu. Toka roho kupumbazwa kwa jina la Yesu. Hamtampumbaza mtu huyu. Kila usinga mnaotumia, kila uchawi mnaotumia, na uharibu kwa jina la Yesu. Huko kwa mkuu wenu napiga, na vuruga, natuma moto kwa jina la Yesu. Radi ya moto iwatafute popote mtakavuta hewa, popote mtakapopita kwenye anga lolote. Nguvu ya Mungu ya kuteka iwateke nyara. Na ingia katika ulimwengu wa roho, na shusha jeshi la moto, na shusha jeshi la malaika. Kamata huyo, kamata hao, kamata wanyama hao, kamata ndege hao, kamata vitu hivyo, viishiwe nguvu na vikamatwe katika jina kuu la Yesu Kristo. Kila nilichokiomba kikawe zaidi ya nilivyoomba, yakatimie kwako. Macho yako yakafunuliwe, wanaokuja kwa njia ya ndoto ukawaone na wakadhihirike. Pokea nguvu ya madhihiriko na kuona ya sirini. Nimeombea macho yako sio ya kawaida. Utakapoota, watakapokupumbaza ili wakuchanje chale au wakufanyie chochote, wakunyoe nywele au wakuchukulie chochote, hawatafanikiwa. Ukawaone, macho yako sio ya kawaida. Pokea neema hii katika jina la Yesu. Mungu akuweke huru na akuweke mbali na hiyo mipango ya shetani kwa jina la Yesu. Naitwa mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa, nilikuwa naomba pamoja nawe, na hakika Mungu amekuhudumia. Maombi haya sio ya kawaida, ni maombi yenye matokeo makubwa, ni maombi ambayo yatakupa ushuhuda mkubwa. Ikiwa Mungu amekutendea ushuhuda, kuna kitu umekiona, basi chukua video au chukua simu yako, rekodi ili uwe ushuhuda kwa watu wengine nini Mungu ametenda. Nimeshapata shuhuda za watu ambao Mungu ameshawatendea, wamerekodi vilivyokuwa sirini, vimeonekana. Na Mungu akusaidie, akupe ufahamu na akili, ukarekodi, ikawe nguvu ya Mungu iko juu yako, ili aibike shetani anayekutesa katika jina la Yesu. Na utume kwa namba inaonekana kwa skrini yako iliyoandikwa WhatsApp. Nipe ushuhuda nini Mungu ametenda katikati ya maombi haya, au baada ya kuomba maombi ya kuanasa wachawi na nguvu za giza. Naamini litakuwa ni jambo la baraka mbele za Mungu. Unatamani ujiambatanishe au usindikize maombi haya kwa sadaka yako ya hiari? Karibu kwa sadaka yako kwa namba iliyoandikwa sadaka. Utakuwa umefanya jambo kubwa kiimani, manake hii ni ibada kamili nyumbani kwako. Lakini pia unaweza kanifuata kwa mitandao ya kijamii kwa kuandika Maombi ni Dawa, mitandao yote TikTok, Facebook na YouTube.